Yes, shalom. God bless you everyone. Kuna haya mafunuo ambayo Roho amekuwa akinisemesha mchana wa leo, na nikaona ni vyema nikashare na wewe. Ni concerning giving. Nimesikia Roho akiniambia kwamba watu wengi sana wametoa sadaka. Ni kundi kubwa sana la watu waliotoa sadaka. Tuna idadi kubwa sana ya watu waliotoa sadaka ambazo hazina matokeo yoyote kwenye maisha yao. It's like they sacrifice ambazo walikuwa wanatoa kwa Mungu, na wanatoa kwa Mungu wa kweli, sio wanatoa kwa Mungu asiye kweli, wanatoa kwa Mungu wa kweli. Sadaka zao nyingi walizozitoa hazikuleta majibu, na ni kundi kubwa, karibu 97% ya watoaji wa sadaka zao hazikuleta matokeo. Wakati Roho ananisemesha jambo hili na kunionyesha idadi kubwa hivi, nikaanza kupiga mahesabu ya kawaida niangalie kwa namna ya mwilini. Nikaona kuna ukweli mkubwa juu ya kile kitu ambacho Roho alikuwa ananisemesha. Kwa hiyo nikawa najiuliza maswali, kwa nini kuna idadi kubwa ya watoaji sadaka ambao hawana matokeo, wakati Mungu wetu ni Mungu mwenye matokeo, anayeleta matokeo. Haipingiki ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa sadaka. Hatuwezi tukamtenga Mungu wetu na sadaka. Tangu mwanzo Mungu amejidhihirisha kama Mungu wa sacrifice. Yeye ndo alianza kuitisha sadaka, yeye ndo alianza kuitisha sacrifice. Yeye ndo aliyejitambulisha kama Mungu wa maagano. Tangu agano la kale mpaka agano jipya. Kwenye agano jipya yeye mwenyewe akajifunua kwa namna ya sadaka ya kumtoa mtoto wake wa pekee ambaye ni Kristo, ambaye alimtoa kama kivuli cha sisi tunaomtafuta yeye. Ikumbuke kwamba yeye kumtoa mtoto wake wa pekee haimaanishi sisi wa agano jipya haturuhusiwi, tumezuiwa kutoa sadaka. Kile ni kivuli kwamba kile alichokifanya na sisi tunapaswa kufanya kama imani. Kwa namna ya imani tunapaswa kuchukua ile tendo la Mungu kumtoa mtoto wake wa pekee kwa namna ya sadaka, na sisi tukaanza kufanya. Kuna uhusiano mkubwa sana wa kumtafuta Mungu na zile sadaka utakazozitoa. Manake hauwezi ukamtenganisha Mungu, hauwezi ukamtenganisha Mungu na sadaka, hauwezi ukamtenganisha mtu anayetoa sadaka, anayemtafuta Mungu na sadaka. Kiwango kikubwa sana cha kumwabudu Mungu ni utoaji. Manake kiwango kikubwa tunaweza tukampima huyu mtu anamwabudu Mungu, anamtafuta Mungu, anampenda Mungu, tukiangalia sadaka zake. Sasa kama ni hivyo, watu wa Mungu, kuna umuhimu sana wa sadaka. Kwa nini watu wengi wanatoa sadaka na hawaoni matokeo? Sikiliza kitu Roho ameniambia. Watu wengi wanatoa sadaka na hawaoni matokeo kwa sababu wanashindwa kuprotect zile sadaka zao. Wanashindwa kutunza, kulinda zile sadaka zako. Watu wa Mungu, the moment utakapotoa sadaka yako, iwe kubwa iwe ndogo, lakini ukashindwa kuitunza, kuiprotect ile sadaka yako, haitaleta matokeo yote yale. Watu wengi wanaotoa sadaka zao wanashindwa kuziprotect. Kivipi? Wanakwenda kuzungumza against their sacrifice. The moment unatoa sadaka, umetoa sadaka yako ya shilingi 10,000, milioni 1, laki 1, shilingi 1, 5,000, 1,000, alafu ukaenda ukazungumza kinyume na ile sadaka, manake umeshindwa kuprotect ile sadaka yako. Sadaka yako yenyewe inawindwa. Sadaka yako ni vita. Shetani anajua sadaka yako italeta matokeo, kwa ataiwinda. Na ataiwindaje? Atakusababisha uzungumze kinyume na ile sadaka yako. Watu wengi wanaotoa sadaka kwa Mungu wanazitoa kwa moyo mnyofu sana, kwa moyo mkunjufu, kwa 100% wanaachilia zile sadaka kwa mioyo yao, lakini shetani anawatumia wao kuzungumza against zile sadaka zao, kuzungumza kinyume juu ya zile sadaka zao. Watu wa Mungu, nimetoa sana, huyu mtumishi ameitisha kiasi fulani, huyu mtumishi ni Mungu ameniitisha sadaka, sadaka yangu nilitoa sijaona majibu, ni sadaka. Ukianza kuzungumza against ile sadaka yako, manake umeifunga, umeiblock ile sadaka yako kukupa majibu. Maandiko yanatuambia jambo hili. Ukitoa sadaka, mkono wako wa kushoto usijue, mkono wako wa kulia usijue. Ukitoa na mkono wa kulia, mkono wako wa kushoto usijue. Ukitoa sadaka na mkono wako wa kulia, wa kushoto na wenyewe usijue. Ile ni high level ya kuprotect ile sadaka yako. Ile ni high level, ni kiwango kikubwa sana cha kuprotect sadaka yako. Maana Biblia ilikuwa inasema sadaka inapaswa iwe ni personal, binafsi, ya
ubinafsi. Maandiko yanatuambia Ibrahim alipokuwa anakwenda kutoa sadaka, hii kesi tunaijua, wakati anakwenda kutoa sadaka akabeba wale kwanza kumwambia mke wake akaiprotect sadaka yake, akabeba wafanyakazi na vijakazi, wakafika mahali akaenda kutoa ile sadaka, akaenda sehemu ya kutoa sadaka na ya kutoa ile sadaka, yeye na ile sadaka tu, wengine wote hakuambia juu ile sadaka. Hawakupaswa kuelewa juu ile sadaka, aliwaacha mbali. Watu wa Mungu, ukishindwa kuiprotect sadaka yako, then ile sadaka haifanyi kazi kabisa. Watu wengi wanaotoa wanazungumza kinyume na ile sadaka yao, na wakati mwingine shetani anawatumia watu wa nje, manake watu wasiomjua Mungu, ili kuharibu ile sadaka yao. Sikiliza watu wa Mungu, ili jambo ni wide sana nalolizungumza. Watu wa upande wa giza, watu wa shetani wanatoa sadaka na wanafanikiwa sana. Kwa nini? Wanaweza kuprotect zile sadaka zao. Hautasikia mtu yoyote wa giza aliyemtoa mama yake kafara akakwambia nimemtoa kafara, aliyemtoa mtoto wake kafara akakwambia nimemtoa kafara, alienda kwa mganga akamwambia toa mbuzi, toa hiki, toa hiki, toa hiki, ukasikia amezungumza juu ya ile sadaka aliyoitoa. Shetani analinda huo upande wake sana, na amewapa maarifa ya hali ya juu sana hao watu wa giza, hao watu upande wake kuprotect zile sadaka zao. Hakuna mtu yoyote yule atakayeenda upande wa giza, watu wa siasa, watu wa biashara, watu sijui wa nini, watu wa dini wanaokwenda kwa njia ya uganga, kwa njia ya giza kutoa sadaka, hawataka wazungumzi juu ya sadaka zao hata siku moja. Kwa nini? Wanalinda zile sadaka zao, privacy ya sadaka zao ipo. Na wanajua kabisa sadaka zetu zikiwa zimelindwa, tukizilinda, tukizifanya ni siri, watu wametoa maskafara yanawauma lakini hawayazungumzi hata kidogo. Lakini huku kwa Wakristo tumeshindwa kulinda sadaka zetu. The moment utakapoanza kuongea, hata siku tu ulipoenda kwa mtu kumwambia nilitoa sadaka fulani kwa yule mtumishi, nilitoa kiasi fulani kwa yule mtumishi, yule mtumishi aliniambia nifanye hivi, aliniambia nifanye hivi, hakuna privacy kwenye ile sadaka yako, hujailinda ile sadaka yako, hautaona matokeo. Wakristo wengi wameshindwa kulinda sadaka zao, na ndio maana hakuna matokeo. Watu wa Mungu, kama hautaomba toba juu ya hili, na kama utaendelea kutoa na ukashindwa kuweka privacy kwenye sadaka zako, then hakuna kitu chochote utakiona. Nimesikia ni share na wewe hili, litakusaidia sana, nisaidie kushare na mtu mwingine. Mungu akubariki sana. Tukutane hapa Dar es Salaam leo jioni kuanzia saa 12 jioni, mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ni leo Ijumaa, tunakutana hapa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ni bure kabisa, hakuna kiingilio. Nisaidie kushare. Shalom, shalom. God bless you. God bless you.